Kiongozi mzuri si yule anayesikiliza changamoto za wananchi pekee, bali ni yule anayechukua hatua na kutekeleza ahadi alizoziahidi. Kwa kuzingatia hilo, mbunge wa jimbo la Jang'ombe Mheshimiwa Ali Hassan King kwa kushirikiana na mwakilishi wa jimbo hilo wamechukua hatua ya kutatua changamoto ya upungufu wa maji iliyokuwa ikiwakabili wananchi wa Jang'ombe Urusi zoni namba 10. Akizungumza wakati wa utekelezaji wa hatua hiyo, mbunge wa jimbo la Jang'ombe Mheshimiwa Ali Hassan King amesema utatuzi wa changamoto hiyo ni sehemu ya ahadi alizozitoa kwa wananchi wakati wa kuwasikiliza na kutambua changamoto zilizokuwa zikiwakabili. Na eneo ambao watu maji kidogo yana changamoto, lakini tukajua kwamba katika eneo hilo kwamba pana kisima, lakini tukasema fanye tathmini kwa muda wa siku moja ile. Tunashukuru umefanya tathmini na mafundi wako. Tathmini tumeipokea, na baada ya kuipokea hiyo tathmini tukaifanyia kazi na tukajua kwamba mahitaji yanayohitajika na kazi inayohitajika kufanywa. Sasa leo hii tukasema kwamba tuje tukabidhi vifaa vyote kwa ajili ya kufanya ufundi hapa, maji yapatikane mpaka eneo letu lote, kwa sababu katika maeneo ya Jang'ombe, eneo ambalo lilikuwa lina changamoto lilikuwa ni kipande hiki hapa ambacho cha zoni namba 10. Lakini leo tunasema kwamba tunatafuta ufumbuzi na matokeo yake tunataka tuje tuyaone, pengine jioni au mchana yawe tayari matokeo yashakuwa yako sawa. Na kazi hii tunataka kuhakikishia kwamba ni kwa ajili ya maji yetu haya ya ndani. Yako maji ambayo yanashughulikiwa na ZAWA, nayo yapo yatakuja. Hapa kidogo tunasema tunaondosha hii changamoto, maana at least wewe unapata maji ya kutumia. Naye mwakilishi wa jimbo la Jang'ombe Mheshimiwa Ali Abdul Ghulam Hussein amesema upatikanaji wa huduma ya maji ni miongoni mwa vipaumbele vya ilani ya Chama cha Mapinduzi, hivyo wamejipanga kuhakikisha wananchi wanapata huduma hiyo kwa ufanisi. Hii utekelezaji wa maji katika maeneo yetu ni moja ya kipaumbele chetu katika ilani. Kama mnavyofahamu, eneo kubwa la jimbo letu, wananchi sasa wanafaidika na visima ambavyo vimechimbwa ama tunaendelea kuchimba sisi viongozi wa jimbo hili. Kwa hiyo hasa tulipokuja katika eneo hili, baada ya kupata changamoto hii tukashtuka sote, bado kuna eneo Jang'ombe watu hawapati maji. Ndio maana tukafanya kwa haraka ili kuja kusolve hili tatizo. Kwa hiyo ukiangalia kwenye eneo letu la jimbo letu, shehia zote 5, hakuna sehemu ambayo kuna changamoto ya maji. Visima zaidi ya 30 vimechimbwa maeneo tofauti na tunavihudumia kwa mashine, mipira inapoharibika. Kwa hiyo hata tulipofanya ziara huko maeneo yote, hakuna mwananchi ambaye aloinuka akasema kuna changamoto ya maji. Ilikuwa ni eneo hili tu, na leo kilio chao kinakwenda kufutika. Kwa hiyo kwa sasa ni kazi ya kujenga chama chetu, ya kujenga nchi yetu ili maendeleo yaweze kupatikana. Wananchi wa eneo hilo wameeleza furaha yao baada ya kupata huduma ya maji, wakisema hatua hiyo imewasaidia kuondokana na changamoto iliyokuwa ikiwakabili kwa muda mrefu. Zoni namba 10 ilikuwa inapitia changamoto ya maji, kulikuwa maji shida, lakini kwa sasa hivi inawezekana maji itakuwa yanapatikana kwa wakati. Tunashukuru viongozi wetu kwa kutuletea huu mradi wa maji. Tunashukuru sana viongozi wetu. Sasa hivi kidogo haijambo kutokana na mzee Habibu huyu hapa katufutiengea kisima hichi, tunachota maji hatulipishi. Ila tu mwenyewe umemwonea huruma kwenda kuteka maji, unaambia umeme hamna. Binadamu nawe unapeleka 1500 unachukua risiti na kununua umeme. Tunaendelea kwa kweli, tunashukuru. Tunayo shida lakini kidogo alhamdulillah. Tunakaa foleni tunapata maji hapo. Kwa kweli tumefurahi sana kuletewa maji mpaka ndani ya nyumba. Tunashukuru Mungu, alhamdulillah. Mwenyezi Mungu awape nguvu viongozi wetu, awajalie kila la kheri na akinge kila shari na balaa. Katika hatua nyingine, mbunge wa jimbo la Jang'ombe Mheshimiwa Ali Hassan King amekabidhi shilingi milioni 2 kwa vijana wa jimbo la Jang'ombe kwa lengo la kuwawezesha kiuchumi na kuwasaidia kuanzisha na kuendeleza shughuli zao za uzalishaji. Abdillahi Abdullah, ASAM Online TV.